Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linafanya uchunguzi wa tukio la mauaji ya mtu aliyetambulika kwa jina la Omari Hamisi Ramadhan mwenye umri wa miaka 29, mkazi wa Ng'ong'ona, aliyefariki dunia baada ya kupigwa risasi na askari wawili waliokuwa katika doria ya kudhibiti matukio ya unyang'anyi. Tukio hilo lilitokea Disemba 27 majira ya saa 7 za usiku katika maeneo ya Chuo Kikuu cha Dodoma, kata ya Iyumbu. Inadaiwa kuwa askari hao walikuwa wakifanya doria walipokutana na pikipiki iliyokuwa imebeba watu watatu waliowatilia shaka kuwa huenda walikuwa ni wahalifu. Kwa mujibu wa taarifa ya kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma, kamishna msaidizi wa polisi ACP Gallus Hyera, iliyotolewa Disemba 30 mwaka 2025, askari hao walisimamisha pikipiki hiyo kwa ajili ya ukaguzi, lakini watu waliokuwa wameipanda hawakusimama. Hali hiyo iliwafanya askari kufyatua risasi, ambapo mtu mmoja alijeruhiwa na kufariki dunia njiani kabla ya kufikishwa hospitali. Jeshi la polisi limesema kuwa uchunguzi wa tukio hilo unaendelea ili kubaini ukweli wa tukio na kuchukua hatua stahiki kwa wahusika kwa mujibu wa sheria. Mwili wa marehemu umekabidhiwa kwa familia kwa ajili ya taratibu za mazishi. Maoni yako ni yapi? Nini kwenye comment, maoni yako itakuwa vyema na swadakta sana. Msikilize kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma akizungumzia mkasa huu. Jeshi la polisi linafanya uchunguzi wa tukio la mauaji ya mtu mmoja aliyetambulika kwa jina la Omari Hamisi Ramadhan, umri wake ni miaka 29, mkazi wa Ng'ong'ona, ambalo lilitokea Disemba tarehe 27 mwaka huu 2025 majira ya saa 7 usiku maeneo ya Chuo Kikuu cha Dodoma, kata ya Iyumbu, ambapo askari wawili wakiwa katika doria ya kudhibiti matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha. Tukisema unyang'anyi wa kutumia silaha na maana mapanga, katika eneo hilo walisimamisha pikipiki ambayo waliitilia mashaka ikiwa imebeba watu watatu wadhani wao ni wahalifu, lakini pikipiki hiyo haikusimama. Hivyo askari hao walifyatua risasi na kumjeruhi mtu mmoja ambaye alifariki njiani wakati akipelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu. Mwili wa marehemu umekabidhishwa kwa ndugu kwa ajili ya taratibu za mazishi. Hata hivyo, uchunguzi wa tukio hili unaendelea ili kubaini ukweli wa tukio lenyewe na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria. Jeshi la polisi pia linatoa wito kwa wananchi kwamba sasa ni kipindi cha masika, mvua nyingi zinanyesha, kwa hiyo wachukue tahadhari, hasa kwa wale watoto wanaocheza kwenye madimbwi. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linatoa taarifa ya ajali iliyotokea Disemba tarehe 27, 2025 majira ya saa 5 usiku katika kitongoji cha Kinyalanya, kata ya Godegode, wilaya ya Mpwapwa, ambapo gari aina ya Toyota Noah lenye namba za usajili T546 DXF ilianguka katika daraja na kusombwa na maji na kusababisha vifo vya watu watatu. Gari hilo lilikuwa likiendeshwa na Aaron Simon, miaka 40, mkulima na mkazi wa Godegode, ambaye alijaribu kuvuka daraja hilo lililokatika kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha na kusababisha vifo kwa Meklin Mgelisada, miaka 23, mkulima na mkazi wa Godegode, pamoja na mwanae mwenye umri wa siku 4, na Hans Mnadi, mtoto wa miaka 2, mkazi wa Kidende. Vile hii ni VOT Media, wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.